nianze kwa kuwasalimu, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo wamesema wenzangu, tunakuja katika jimbo la Mbagala kama ambavyo tumeshafanya ziara kwenye majimbo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba ndugu zetu wa Dar es Salaam mnaangusha sana katika swala zima la mageuzi. Mageuzi na mabadiliko yoyote katika nchi yoyote duniani yalianza katika majiji makubwa kama vile London kule Uingereza, lakini vile vile Marekani, New York na Washington DC. Huko ndiko mabadiliko makubwa na mageuzi yalikoanzia. Kwa Dar es Salaam, kwa Tanzania, jiji la Dar es Salaam ndilo jiji kubwa kuliko majiji yote Tanzania. Tunayo population au idadi ya watu takriban milioni 7 kwa sensa ya mwaka 2022. Lakini wote ni mashahidi ndugu zangu wa Mbagala. Mmetuangalia katika mikutano tulikuwa tunaifanya katika kata ya Nyasa, mikoa ya Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe. Mlikuwa mnaona mikutano mliona jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanamiminika. Lakini sio tu kanda ya Nyasa, tumeenda kanda ya kusini, mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma. Watu walikuwa wengi kweli kweli. Sasa ndugu zetu wa Dar es Salaam, tumelala. Tunataka tuje tupewe mageuzi na watu wa mikoani kweli? Tunaomba ndugu zetu wa Dar es Salaam tuamke. Tunajua tuna majukumu, lakini hata wa mikoani wana majukumu. Vijana wengi mko Dar es Salaam, lakini haya yote yameletwa na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kimeongoza nchi hii toka mwaka 61 mpaka leo miaka 64. Na tunasema kwamba pamoja na kwamba ili tuendelee tunahitaji mambo manne, kwa maana ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Bado swala la uongozi bora ndugu zangu ndilo tatizo kubwa hapa nchini. Nataka niwape mifano hai. Tunasema kwamba umaskini wetu ni kudra za Mwenyezi Mungu, lakini hii sio kweli. Kwa sababu nchi ya Burkina Faso ambayo imepata uhuru mwaka 1960, mwaka mmoja kabla ya Tanzania, leo hii imechukuliwa na rais kijana kabisa wa miaka 37 sasa, amezaliwa mwaka 1988, ndugu yetu Ibrahim Traore. Amechukua nchi ile mwaka 2022 akiwa na miaka 34. Leo yuko madarakani kwa miaka 2.5. Tayari juzi ametangaza elimu bure toka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. Nchi ile haina utajiri kama wa Tanzania, lakini tunashindwa kwa sababu ya uongozi mbovu wa Chama cha Mapinduzi. Vijana wetu wanahangaika, hawana ajira, lakini tumeona kwamba sisi tumewekwa kama wapiga kura, lakini wao ndio wapigiwa kura. Ukiangalia Kikwete amekuwa mbunge wa Bagamoyo na Chalinze. Sasa hivi mtoto wake ndio mbunge na ni waziri, mke wake naye ni mbunge. Lakini ukiangalia familia ya Mwinyi alikuwa rais wa Zanzibar, baadaye kawa rais wa Tanganyika, wa Tanzania. Sasa hivi mtoto wake ni rais wa Zanzibar na watoto wake wengine wawili ni wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, sisi tutaendelea kuwa wakunja ngumi mpaka lini? Ni lazima ndugu zangu, watu wa Chamazi, tuamke na tujue kwamba siasa ndio kila kitu. Tushirikiane na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko. Baada ya kusema haya, naona mkurugenzi yuko pembeni yangu. Niombe kesho tukutane Kisutu tuweze kwenda kumuona na kusikiliza
kesi ya mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu ambaye hajaiba kuku, hajaiba ng'ombe, alikuwa anawatetea wanyonge wa Tanzania. Peoples! Asanteni sana. Asanteni sana. Baada ya kusema hayo, tumemuona ameingia mahala